Jeunes Sportifs de Kabylie ni miongoni mwa vilabu vikubwa katika taifa la Algeria vinavyopatikana katika mji mkubwa wa Tizi Ouzou, ukanda wa Kabylie, unaokaliwa na watu wa jamii ya Kabylie ambao asili yao inatokana na wahamiaji wa jamii ya Beba waliosambaa katika maeneo mbalimbali ya bara la Afrika, ikiwemo mataifa kama Libya, Tunisia, Algeria pamoja na taifa la Morocco. Mwanzo wa Jeunes Sportifs de Kabylie au JSK, na ukipenda unaweza kuita JS Kabylie, unaotokana na umoja wa vijana wa Kabylie walioamua kuanzisha mashindano yao ya soka chini ya Ahmed Astowati na baadaye kuunda timu ya pamoja ya mji wao wa Tizi Ouzou, huku timu hiyo ikipatiwa jina la Tizi Ouzou mwaka 1929, ambapo ndani ya uundwaji wa klabu hiyo hayaachi kutaja majina ya Koza Rafai, Mesbahi pamoja na Sebti, pamoja na majina mengine mengi yaliyounda klabu hiyo chini ya uongozi wa Chekui Mohamed Segher, ambaye wakati huo alikuwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 20, ikiwa na lengo la kushiriki katika mashindano yaliyo rasmi ndani ya taifa la Algeria. Pamoja na kuanzishwa kwa klabu hiyo ambayo jina pamoja na rangi za kiutamaduni za klabu hiyo zilitengenezwa kwa kufuata muundo wa klabu ya Rapid Vienna ya Austria, lakini baada ya kudumu kwa misimu mitatu katika ligi ya ushindani, hali mbaya ya kiuchumi ilipelekea klabu hiyo kuvunjika, kwa kuwa klabu hiyo ilishindwa kushiriki ligi kwa msimu wa 1932-33 na kuwafanya wachezaji kuhamia katika vilabu vingine. Jaribio la kuirejesha tena klabu hiyo kwa jina la Association Sportive de Kabylie chini ya kiongozi wao aliyekuwa wakili wa makosa ya jinai Sidi Said Hanafi ilifeli mapema mwaka 1943 baada ya kiongozi hiyo kufariki baadaye mwaka huo, licha ya vikao vya mwanzo vilivyofanyika na viongozi mbalimbali na hata wana mapinduzi wa eneo la Kabylie mwaka 1942, huku hatua zaidi pia zikishindikana kupigwa mara baada ya zuio la kutengeneza vyama vya umoja wa Arabu lililowekwa na wakoloni wa taifa la Algeria kwa wakati huo, yani taifa la Ufaransa. Pamoja na historia kubwa ya taifa la Algeria, lakini JS iliundwa kwa kuzingatia ukanda pekee na sio umoja wa kitaifa. Viongozi mbalimbali wa shirikisho la wafanyakazi pamoja na wawakilishi wa wananchi Algeria katika bunge la kikoloni walifikia uamuzi wa kuundwa kwa klabu ya mpira wa miguu na jamii ya kimichezo mapema Agosti 2 mwaka 1946, ikiwa na baraka zote za serikali ya kikoloni, ikiwemo tangazo rasmi katika jarida la Kifaransa toleo namba 196 la Agosti 22 mwaka 1946 ukurasa wa 7348, huku viongozi wa klabu hiyo wakiafiki rangi rasmi za matumizi kwa klabu hiyo ni rangi ya kijani pamoja na nyekundu. Pamoja na ushindani mkubwa wa JSK katika ligi za madaraja ya chini, lakini JS Kabylie ilijikuta ikisota kwa misimu mitatu kabla ya kupanda ligi daraja la kwanza la Algeria na kuishia nafasi ya pili katika msimu wake wa kwanza wa 1950-51 na kusota hapo hadi walipokuwa mabingwa katika msimu wa 1953-54. Kutokana na vita ya ukombozi wa taifa la Algeria, viongozi wengi wa JSK pamoja na wachezaji walijikuta wakikumbana na kupoteza maisha yao katika vita kutokana na ushiriki wao moja kwa moja katika mapigano ya kulikomboa taifa lao kutoka katika utawala wa Faransa, jambo lililopelekea timu zote za Kiislamu na zenye asili ya wananchi wa Algeria kusimamisha shughuli zao, huku wakiitelekeza ligi ya kitaifa iliyokuwa ikihusisha mchanganyiko wa timu za wakoloni pamoja na raia wa kawaida. Inawezekana JS Kabylie ni miongoni mwa vilabu vyenye historia kubwa katika taifa la Algeria pamoja na bara la Afrika kwa ujumla. Historia yenye kutambulika kuanzia mfungamano wake wa kiutamaduni, jinsi klabu hiyo inavyogusa moja kwa moja maisha ya wananchi wa Algeria, pamoja na namna ambavyo klabu hiyo ilijikuta ikisambaa na kuuteka ufalme ndani ya taifa la Algeria. Kuhusu makombe, JS Kabylie wametoa jumla ya makombe 14 ya ligi kuu ya Algeria, ikiwa ndo klabu yenye makombe mengi zaidi ndani ya taifa hilo. Makombe 5 ya Algerian Cup, kombe 1 la Super Cup ya Algeria, pamoja na kombe la ligi, ambapo wametoa ubingwa wa klabu bingwa wa Afrika mara 2, yani mwaka 1981 na mwaka 1990, kombe la washindi wa Afrika mwaka 1995, kombe la CAF mara 3 mfululizo, yani mwaka 2000, 2001 na 2002, huku wakiingia fainali mara 2 kwenye mashindano ya Afrika
ikiwemo ile ya kombe la shirikisho ya mwaka 2021 pamoja na fainali ya CAF Super Cup mwaka 1996. Pamoja na historia nyingine kubwa inazoshikilia, JSK ni klabu pekee ya taifa la Algeria ambayo haikuwahi kushuka daraja, huku ikishikilia rekodi pia ya kutoa wachezaji wakubwa katika taifa la Algeria, ikiwemo Moussa Saib aliyewahi kutumikia Tottenham Hotspur, Hakim Medane pamoja na nahodha wa Algeria kwenye kombe la dunia la kwanza la taifa hilo, yani Ali Fergani. Hadi sasa JS Kabylie imesheheni wachezaji wa taifa lao la Algeria, ambapo ndani ya kikosi chao cha jumla wachezaji 30 wapo wachezaji wawili pekee wa kigeni ambao ni nyota wa zamani wa Singida Black Stars Josephat Athabada raia wa Ivory Coast pamoja na nyota wa zamani wa klabu ya Simba Babacar Sarr raia wa Senegal. Ayman Mayhous raia wa Algeria mwenye thamani ya euro milioni 1.3 ambayo ni sawa na bilioni 3.7 za Kitanzania, anahesabika kama mchezaji ghali zaidi ndani ya kikosi cha JS Kabylie, huku thamani halisi ya kikosi hicho kwa msimu wa 2025-26 ikikadiriwa kufikia euro milioni 9.78, yani bilioni 27.90 za Kitanzania. Mwalimu wao Joseph Zinabu raia wa Ujerumani, mwalimu mwenye uzoefu wa soka la Afrika, ambapo licha ya kufundisha vilabu mbalimbali katika mataifa kama Uswizi pamoja na Ujerumani, lakini amefundisha pia vilabu vya Raja Casablanca na Orlando Pirates vyote kutoka Afrika, huku mafanikio yake ya juu zaidi yakiwa ni kukinoa kikosi cha Al Wehda ya ligi kuu ya Saudi Arabia pamoja na kikosi cha Lokomotiv Moscow ya ligi kuu ya Urusi, akirithi nafasi ya kukinoa kikosi cha JS Kabylie kutoka kwa kocha wa zamani wa klabu ya Simba Abdelhak Benchika. Pamoja na sifa nyingi kiuchezaji, JS Kabylie pia inashikilia rekodi ya kuwa na mfumo bora wa uongozi, wakiongozwa na rais wa klabu hiyo El Hadi Ali, mkurugenzi mkuu Hakim Medane pamoja na mkurugenzi wa ufundi Abdel Karim Doudane, ambapo klabu hiyo inashikilia rekodi ya kuwa klabu ya 6 kwa mafanikio makubwa zaidi barani Afrika, ikiwa na makombe 7 ya Afrika pamoja na kuwa miongoni mwa vilabu viwili pekee vya Afrika, wao pamoja na Esperance Sportive de Tunis, wahi kucheza fainali ya makombe yote yaliyopo chini ya CAF kabla ya mwaka 2023, ikiwa pia ni klabu iliyofanikiwa zaidi ndani ya taifa la Algeria. Yanga watalazimika kujitokeza mbele ya mashabiki korofi wa JS Kabylie katika dimba la Hirosin Ahmed, ambapo ni uwanja mkubwa zaidi ndani ya taifa la Algeria, ikiwa nyuma ya Okil Ramdane pamoja na Novemba 1954 Stadium, ambapo tayari mashabiki 50,000 wamenunua tiketi zote za uwanja huo ili kuitazama klabu yao ikimenyana na klabu ya Yanga. Kila laheri Yanga na kila laheri Tanzania. 88.5 Shamba FM.